Hali gani mpenzi mtazamaji wa Mo TV, ripoti moja kwa moja kutoka makao makuu ya wilaya ya Kibondo, na hapa ndio kwenye mji wa Waha wenyewe, Tuliwaha Tulibene Wasa, na mimi ndio Muha wa Kibondo nimetua, na hii ni ardhi ya Kibondo, jina ambalo limetokana na mto maarufu, mto unaitwa na Kibondo unaopatikana Kitahana. Mto huo miaka 1962 alikuja mkoloni katika maeneo yale, kufanya tafiti, akakutana na wakazi wa eneo lile. Aliwauliza, nyinyi ni watu wa wapi? Akamwambia Tuliwaha, maana sisi ni wa hapa hapa, yani Tuliwaha, Tuliwaha Kibondo. Yes, ndio neno au jina la Kibondo, mji ambao umepatikana tangu mwaka 1961. Ulikuwa haujawahi kuwa na lami au ulikuwa ni mji ambao haujawahi kuwa na umeme, lakini juzi chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu, sasa mji huu una umeme. Maendeleo, huduma la maendeleo linapiga kwa kasi kubwa katika mji huu. Ukitizama wilaya ya Kibondo, historia yake ilikotoka miaka huko nyuma mpaka hapa ilipo, unaweza kujua kwamba imepiga hatua kwa kiasi gani. Na hii barabara unaiona wewe, hii ni barabara inayoelekea Kasulu, Kigoma mjini pamoja na Tabora na mikoa mingine ya magharibi, katikati mwa Tanzania na nyanda za juu kusini. Lakini barabara hile unaiona kule chini pale, barabara ambayo inaelekea manake mikoa kama Shinyanga, Bukoba, Mwanza na mikoa mingine. Ni barabara maarufu sana hii barabara ambayo unaiona wewe, na hiyo eneo unaliona hiyo inaitwa Community Center. Eneo hilo hapo unaliona ni Community Center au jumba la maendeleo. Ndio mikutano mikubwa, event mbalimbali za kisiasa za serikali zinafanyika kwenye eneo hilo. Eneo hili ni muhimu sana. Miaka hiyo sisi tunasoma hapa, ilikuwa ni eneo maarufu sana, lazima ufike. Yaani huwezi kuwa Kibondo ile eneo hujafika, maarufu kama Community Center au jumba la maendeleo. Yes, hii ni exclusive interview kutoka wilaya ya Kibondo, makao makuu ya mji. Nipo hapa kuonesha ya magamba ambayo mji wetu umeweza kupiga hatua kubwa kimaendeleo toka ulikokuwa mpaka hivi sasa unameremeta. Barabara kama unavyoziona zimeanza kutengenezwa, misafiri kutoka Dar es Salaam mpaka hapa kwa lami tupu, mpaka lami inaishia hapa kwa Kondozi. Kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ndoto kusikia mkoa wa Kigoma umeunganishwa na lami kupitia njia hii ambayo ilikuwa ni njia yenye kikwazo kikubwa kwa wakazi hawa wa wilaya ya Kibondo na mkoa wa Kigoma. Ulikuwa ukisafiri inakuchukua siku 3 mpaka siku 5 kufika Mwanza, au siku 3 mpaka siku 5 kufika Dar es Salaam. Lakini leo unaweza kutoka Dar es Salaam mpaka Kibondo kwa siku moja, kesho yake unaingia, kwa sababu ni lami tupu, na lami inaishia Kibondo ndani, manake hapo kama Kondozi. Lami hiyo ndio hii unaiona inaunganisha hapa, inaelekea Kasulu mpaka Kigoma. Dr. Mo kupitia Mo TV nimeamua kuletea exclusive interview hii kwa wale wote ambao wanakuambia Kibondo si nini, Kigoma si nini. Haya, nimefika. Nimefika, nipo sasa. Mji mtamu, vyakula vingi, hali ya hewa safi, na leo tumeamka na kimvua na kibaridi kama unavyoona, na sisi tuna enjoy. Na sisi ndio wakazi wa hii. Yes. Sina mengi zaidi, ni stories za mtaa Mo TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa YouTube channel yetu kwenye mitandao ya kijamii, social media, maana Instagram page, Facebook pamoja na TikTok, ili uwe wa kwanza kupata kila kitu ambacho nakusogezea hapo. Na hii ni zamu ya wilaya ya Kibondo, na mimi ni Dr. Mohamed Hamisi, mpaka wakati mwingine.